Ni mimi tena Salumu Amani, wakati mwingine ambao tunakutana hapa, na hii ni Kawabe Media. Tukisema sauti ya jamii, mara zote tumekuwa tukihakikisha kwamba tunaifikia jamii, na kama ilivyo kawaida kumekuwa na matukio kadhaa yaliyoweza kutokea wiki iliyopita. Weekend hii kuna tukio moja ambalo pengine limegusa vichwa vya habari vingi sana vya magazeti na vyombo vingine vya habari duniani. Ilikuwa ukipita katika mitandao ya kijamii, basi katika matukio ya kimataifa ambayo yaligonga vichwa vya habari vingi ni pamoja na tukio la kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro na Marekani, na Donald Trump ndiye aliyekuwa ameweza kutoa amri hiyo kwa kikosi chake ama vikosi vyake maalum kabisa kinajulikana kama Delta Force kuweza kumkamata Nicolas Maduro. Sasa sababu ni nini? Athari ni nini na kwa nini imekuwa hivyo? Mimi nimemtafuta Majid Mjengwa, mzee wangu, moja kati ya wachambuzi wa kongwe, mimi nawaita hivyo, wa masuala mbalimbali ya kimataifa na kitaifa hapa nyumbani Tanzania, na ni moja kati ya hazina tulionayo hapa nyumbani Tanzania. Shukrani sana. So, Salum, nimeshukuru sana. Nafurahi sana umenitafuta. Mara nyingine tena. Tumeshakuwa na wakati wa pamoja mara kadhaa. Yeye bwana mwandamizi mkongwe anatembelea mkongoja. Wengine wakisikiliza huko wasema sio wewe mkongwe atakuwa mzee kweli kweli. Sisi wale waandamizi nashukuru sana kwa kunipa heshima hiyo. Naam, lakini pia ni mwenyekiti wa jukwaa la wachambuzi hapa nyumbani Tanzania. Na Sangu Majid, tuanze na swala hili la Venezuela. Weekend iliyopita Jumamosi, siku kuamkia Jumamosi, kulikuwa na taarifa ambazo kidogo ziliushtua ulimwengu. Tarehe 3 ilikuwa? Tarehe 3 hiyo. Kwa na kila mmoja aliweza kutoa maoni yake juu ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Pengine tukirejea nyuma kabla ya tukio lenyewe la kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mkewe, uhusiano kati ya Marekani na Venezuela ulikuwa ni wa aina gani haswa mpaka kuja kutokea hiki kilitokea? Shukrani sana Salum. Kwanza kabisa kwa faida ya wanaotutazama, tuliangalia hili kama ulivyouliza, ilikuwaje huko nyuma mahusiano kati ya Venezuela na Marekani, alafu kwa nini wamefika hapa walipofika na hali ikoje leo. Sasa ni aina fulani ya elimu pia. Kwa sisi tulipata bahati kidogo ya kujifunza, na tunaendelea kujifunza. Ukiangalia Venezuela na Marekani, wote hao wako kwenye bara moja. Sababu nchi dunia na mabara. Sasa kunaposema bara la Amerika, kuna wanaodhani bara la Amerika ni Marekani tu. Lakini bara la Americas ni pamoja na nchi zile za Latini America na Caribbean. Sasa kuna historia, hata iliyotokea haya, ukisoma historia unaweza kupata tafsiri ya nini maana yake. Kwa sababu na Trump aliongea kwenye vyombo vya habari, akataja kitu ambacho wengi pengine hawajakitafakari. Anasema turejee kwenye ile wanasema Monroe Doctrine. Ndivyo ilivyokuwa. Unajua masuala ya ulinzi na usalama katika Marekani, masuala yenye kuhusiana na sera za Marekani za mambo ya nje yanajengwa kwenye msingi wa Monroe Doctrine. Sasa Monroe Doctrine ina maana alikuwa rais wa Marekani James Monroe. Na yeye akasema sasa Trump anazungumzia Donroe akiwa na maana Donald Trump. Anajaribu kuita hivyo sasa hivi. Lakini Monroe Doctrine kwa maana azimio la Monroe, hili lilikuwa la mwaka 1823. Zamani sana. Zamani. Huyu alikuwa rais James Monroe. Yeye wakati makoloni yale ya Latin America, sasa najua ilikuwa yametawaliwa na watu wa Ulaya. Nicaragua, sisi unazungumzia Brazil na kwingineko huko, na Spain na wengine wa Ulaya, yakawa wamejikomboa kutoka kwenye ukoloni. Sasa yeye akasema sisi Marekani kwenye lile azimio tutahakikisha wazungu, watu wa Ulaya hawapati tena makoloni mapya, na yale yameshaondoka na hawatachukua tena makoloni mengine. Hilo kwa azimio moja ya maazimio, na kwamba hatutaingilia tena kwenye vita vyao huko Ulaya. Unajua Ulaya kulikuwa na vita kuu vya kwanza, vya pili, vyote vimetokea Ulaya, sio Marekani. Kwenye hilo bara Amerika. Kwa hiyo akasema sisi hatutaingia huko. Maana yake Marekani waliingia kwenye vita kuu vya pili vya dunia kusaidia. Si ndio? Sasa hatutaki kuingia kwenye masuala ya Ulaya na hakutakuwa tena na makoloni mapya. Hiyo Monroe
doctrine. Sasa ilipofika 1904 alikuja rais anaitwa Roosevelt. Ukiangalia dola ya Marekani kuna picha moja hapo ni Roosevelt. Huyu yeye alikuja na doctrine au azimio la hilo la Monroe, alilifanyia marekebisho, waliboresha, wakaingiza pia kwamba Marekani inaweza wakati wote ule ikaingia kwenye nchi yoyote ile ya Latin America wakati wote ule, na tunaweza tukabadilisha utawala katika hiyo nchi husika. Kwa hiyo imeingizwa, akabaki na yale mengine, Ulaya iendelee na vita vyake. Sasa hilo liloongezwa 1904 ndio tafsiri ya kilichotokea juzi. Okay. Yani yeye iko ndani ya sera. Kama ni kufuata nyayo, tunaweza tukasema kwamba Trump anafuata nyayo za babu zake. Ndivyo alikuwa anafikiri hivyo. Okay. Na mpaka leo anafanya hivyo. Kwa hiyo na hii ya Maduro Nicolas sio mara rais wa kwanza, ni watatu wanaingia katika orodha ya utekelezaji wa hiyo sera ya Marekani. Wa kwanza alikuwa mwaka 1989. Huyu alikuwa anaitwa Noriega wa Panama. Panama nao ni nchi katika Marekani ya kati. Wakaenda wakamnyakua, wakaondoa utawala wake, alikimbia. Noriega alikimbilia Vatican. Italy. Alijificha pale Vatican. Lakini ajabu ya tarehe hizi, tarehe 3 ya 1989 Januari 90 maana ilikuwa 89 mwishoni walienda kutoa utawala ule, yeye akakimbia. Sasa tarehe 3 1990 tarehe 3 Januari kama ilivyokuwa hii, Vatican ikamkabidhi aenda kajibu mashtaka yake. Mashtaka yalikuwa hayo, mambo ya narcotic, madawa ya kulevya. Kwa hiyo tarehe zinaingiliana na hii imekuwa hivyo. Wa pili waliomnyakua wa Marekani ilikuwa anaitwa Juan Hernandez, huyu wa Honduras, na hiyo ni nchi katika Latin America. Wakaenda wakamkamata. Makosa alikuwa na hivi. Kwa hiyo inatekelezwa ile sera ya Monroe Doctrine. Unaingia unamkamata. Watatu ndio huyu. Umeona? Kija kwenye Afrika sasa, Afrika ikoje? Afrika walibadilisha kidogo. Marekani wanatumia sana CIA Afrika kuleta mabadiliko ya tawala, na hasa walikuwa katika ile Monroe Agreement pia ilikuwa pambana na ukomunisti. Urusi, vita baridi vya dunia ile 1904 ya Roosevelt ikawa pia tuhangaike na Warusi na ukomunisti. Kwa hiyo zile nchi ambazo zilikuwa zinaelekea kwenye ukomunisti, Lumumba, ndio walikuwa wanawatumia wale majasusi wa CIA. Sasa tuje hata kwenye hii, mwingine anajiuliza Maduro na jeshi na nguvu zote, ana nyumba karibu 9 za kulala. Wewe hujui analala wapi? Sasa kabla tujaendelea kwenye hilo, natamani kufahamu wakati wa Monroe Doctrine, baada ya makubaliano haya, pengine hizi nchi za Latin America ambazo zilikuwa ni kama wao ndio walengwa wakuu wa yale maamuzi yaliyotolea kuhusiana na swala zima la Marekani kuwa na nguvu ya kuingia katika nchi yoyote na kubadilisha utawala wowote uliopo katika nchi hizo za Latin America. Pengine wao hawakuwa na ugumu wowote kwenye kukubaliana na haya, ama kuna namna gani, kitu gani kilifanyika kikawafanya wao wakakubaliana na hili kwa urahisi, au kuna madhaifu ambayo yaliwawia vigumu wao kuweza kukataa au kutokubaliana na hili? Swali zuri. Marekani ni taifa kubwa, na hata wakati huo kina James Monroe, kina Roosevelt walikuwa na nguvu za kijeshi. Nguvu kubwa ya Marekani ni jeshi lake, uwezo wake wa kijeshi. Kwa hiyo walikuwa wakifanya maazimio wanaamua tu wao wenyewe. Kwa hiyo waliweka hivyo vipengele vitatu, wakaamua kutekeleza. Kwa hiyo hata wanachosema, na hiyo Monroe Doctrine huwa haizungumzi kwamba watafanya hayo kwa mashauriano na nchi nyingine au Umoja wa Mataifa. Ndio maana hata hii Trump hakuhitaji kuenda Baraza la Usalama au wapi kulalamika. Anaamua tu, na kimsingi ni maamuzi yake. Na kwenye hiyo azimio inampa hiyo haki. Kwa Marekani imejipa haki kupitia Monroe Doctrine ya kufanya hivyo, kuivamia nchi, kumchukua rais. Hiyo ni haki ambayo sasa katika dunia kuna wanasema international law, ambazo ndio zinatufanya wote duniani mataifa tumekubaliana kupitia hata Umoja wa Mataifa. Haki, sheria za kimataifa. Sheria za kimataifa
inasema lazima uheshimu sovereignty of state, ule uhuru wa nchi kujiamulia yenyewe. Yote haya Marekani imeyakiuka, yani haikufuata sheria ya kimataifa, na kuna mahakama ya dunia yenye kuhukumu mataifa yanayokiuka sheria za kimataifa, international law, lakini hii haihusu Marekani kwenye mtazamo huo. Na ndio maana unaona kuna kelele zinatoka sehemu mbalimbali kwamba inawezekana vipi mkafanya hivyo. Lakini kurudi kwenye CIA, shirika la ujasusi, wengine wanajiuliza anakamatwaje vile alivyokamatwa. Na ukilinganisha ni kiongozi mkubwa wa nchi. Ukizungumzia Venezuela, ukimtaja VIP nambari moja wa taifa lile ni rais. Lakini anaye namba 2, sio? Namba 2 ndio. Makamu wake ambaye sasa hivi ndio rais wa muda. Sasa yule namba 2 kuna nadharia ya kwa nini amekamatwa. Amemshika kirahisi. Nadharia ya CIA hii inasema kwamba CIA wamemtumia Delcy Rodriguez. Huyu Delcy Rodriguez ni mwanamama huyu ndio amefanya naye kazi kuhakikisha kwamba wanampata, kwa sababu muda wote alikuwa anajua yuko wapi makamu wake. Kwa hiyo Maduro amesalitiwa na huyo kwanza makamu wake, lakini amesalitiwa pia na waziri wa mambo ya ndani, wanasema kwenye hiyo nadharia, na waziri wa ulinzi. Ndio maana unaona wamemuondoa Maduro, lakini Trump alishindwa kufanya kazi na Maduro, hawakukubaliana. Kwa hiyo ndio maana hata wakimbizi wa Venezuela walio nje ni kama vile wamekata tamaa. Kwa nini sasa sisi tulidhani chama chote, mfumo wote unaondoka? Sasa tunaona amebadilishwa mtu, lakini mfumo uko pale pale. Na Trump ameweka wazi kwamba yeye atafanya kazi na huyu makamu, na wameshakubaliana, wameingiana mkataba kimsingi inahusu uchumi na biashara, na amekaribisha makampuni makubwa ya mafuta ya Marekani yaende sasa yakavune kule Venezuela. Venezuela ndio nchi ya kwanza duniani yenye hazina akiba kubwa ya mafuta ghafi duniani, ndio nchi inayoongoza. Kwa hiyo Marekani inahitaji mafuta kutoka Venezuela, na sasa hivi walikuwa wananunua kutoka Canada. Kwa hiyo mtu aliyemweka pale sasa hivi anafuata yale ambayo anaelekezwa na Marekani. Kwa lugha nyingine Marekani imepata mtu wa kufanya naye kazi katika Venezuela. Utajiuliza Salum, kulikuwa na mshindi wa tuzo ya Nobeli ya amani Maria Machado. Sasa kama huyu ni mshindi na tuzo yake alidedicate, wanasema alitoa hiyo kama zawadi, alisema kwamba hii ni kwa heshima ya Trump. Sasa mtu huyo unajiuliza kwa nini yeye alikuwa na mwenzake walioshinda, walisema kura zimeibiwa. Kwa nini hakumwalika kwenye serikali mpya hiyo ya kwa hata neno demokrasia hakulizungumza Trump kwenye press yake. Amezungumza juu ya uchumi, biashara na uwekezaji, na kwamba ataiongoza, Marekani itaiongoza, will run Venezuela mpaka pale watakapohakikisha wanapata mabadiliko kwa mujibu wa Marekani. Wakati asubuhi, wakati na pitia mtandao, nilikutana na kauli moja. Trump ni kama alitoa kitisho kwa makamu wa rais ambaye ndio alishika madaraka kwa sasa pale Venezuela, Delcy Rodriguez. Sasa wakati nyuma, na maanisha jana, kuna kauli pia alitoa Rodriguez kwamba anaitaka Marekani kumrejesha rais wao haraka iwezekanavyo. Sasa hii inanipa kidogo mashaka kwamba pengine kinachofanyika ama kilichokuwa kinafanywa na Rodriguez ni drama tu za kuonyesha watu kwamba amesikitishwa na tukio lile, ama kuna namna gani nyingine? Sinema CIA bila shaka. Jumamosi ilikuwa hiyo. Aliongea Rodriguez, alitoa communique kusema kwamba wao yeye anamtambua bado yule Maduro kama ndio rais wao, Marekani wathibitishie yuko wapi, na kwamba alikuwa na msimamo mkali. Hiyo ilikuwa Jumamosi. Labda alikuwa anataka kutuliza joto la watu ambao wanaweza wakawa wana mtazamo tofauti, lakini tunafahamu kwamba leo sasa, jana Jumapili, ametoa tena communique nyingine tunavyoongea sasa, jana ikisema watashirikiana na Marekani kwa mujibu wa yaani kwa sheria na taratibu wataendelea kushirikiana na Marekani. Nadhani hilo la pili ndo tulichukue sasa, hilo la jana, kwamba hali nzima inakwenda kwa hivyo, atafanya kazi na Marekani, na Marekani haijali kama
wanajeshi ni wa mtazamo gani au itikadi namna gani. Wanachojali Marekani ni mafuta na faida itakayopatikana kutoka Venezuela. Kwa hiyo ndo hali halisi kimsingi. Turejee sasa kwa Maria Corina Machado. Kila nimeona na nyingi sana zikimtaja, watu tofauti wamekuwa wakimtaja wakisema kwamba pengine alikuwa anastahili sana, ama ni mpango wa Marekani kumweka yeye madarakani ili kuweza kuangalia namna gani ambavyo manufaa yao na maslahi yao watakwenda kuyapata kiurahisi. Wewe kwenye hilo unazungumzia nini? Kwamba inawezekana ama kuna uwezekano wowote kweli wa Maria Corina Machado kuja kuongoza Venezuela kwa maslahi mapana ya Marekani? Lugha ya mtaani Salum, nye vijana wanasema Maria anakuwa amenyoka sana na hawezi kufanya kazi na Trump. Amesema ni mtu mzuri lakini akubaliki na watu. In fact akubaliki na Marekani kwa sababu Maria Machado angependa haki kwa masugawanyo wa rasilimali, angependa watu wao wa Venezuela wanufaike na mafuta na kadhalika. Ukimsikiliza Machado, mimi nimemfuatilia, ni mtu mwenye misimamo, anapenda demokrasia. Lakini tumeona tunaongea mimi na wewe hapa, lakini Trump hajazungumzia demokrasia katika hotuba, kwenye mazungumzo yake amezungumzia uchumi, biashara. Kwa hiyo unaona sasa hata lugha hazindani. Wewe unapozungumzia utawala utakaoangalia demokrasia, utahakikisha kwamba watu wanashirikishwa. Yeye Trump hakumshirikisha yote, lakini Maria Machado angependa kuwashirikisha watu wa Venezuela kufanya maamuzi juu ya hatima ya Venezuela. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo sasa wewe uweze kumwambia Trump leo tusubiri kwanza Congress, tusubiri mkutano, maoni ya kura za maoni juu ya mustakabali wa uwekezaji na kadhalika. Ndio maneno pengine angekuwa anayasema Machados. Kwa mtu ambaye tunamfuatilia, Trump anataka makampuni yaende, ni kama anataka kuiendesha Venezuela kama kampuni, na kwamba anayemweka pale mkurugenzi na akasema kuna wengine watakwenda pale kutoka kwenye jeshi letu kusaidia kufanya kazi. Kwa hiyo running a country as a company, unaendesha nchi kama kampuni. Turejee nyumbani Afrika. Baada ya kile kilichotokea, nimeona shangwe nyingi sana kwenye baadhi ya maeneo. Turejea pia nyumbani Tanzania, tumeona baadhi ya watu wakifurahia lile, hususan sana wanaharakati na watu wa upinzani kwa wakilishadadia lile. Pengine wakisema kwamba hiyo ni kwa sababu ya uzembe wa baadhi ya viongozi, wakisema pia hata Afrika inawezekana jambo hili likawa ni muhimu sana kutokea. Lakini kwako wewe unadhani endapo swala hili linaweza likatokea kwenye nchi za Afrika, kuna athari gani hasa ambazo tutazipata kama wa Afrika kwenye hili? Kwanza kabisa inahusu uelewa wa mambo ya dunia. Wakati mwingine mimi nikifuatilia na nadhani watu wana interest kujua, lakini maarifa juu ya dunia inavyokwenda sasa hivi yako chini kidogo. Mimi ninakuelezea yote hapa yameanzia mwaka 1823. Sasa nani ana muda wa kuangalia kwamba ametoka wapi? Marekani ilishaamua Latin America ni namba 1. Lazima wahakikishe kila kitu kinatokea pale kwa jirani na wao. Na sababu za nakoti, madawa ya kulevya zilikuwa sababu tu, kisingizio cha mwana mbwea na mwana mbuzi. Lakini sababu kubwa ilikuwa uchumi. Dhahabu nyeusi inahusu gold. Kwa maana hiyo hata miaka hiyo ya 70 na 80, wakati wa vita baridi vya dunia, Marekani ilijihusisha na siasa za Afrika kupitia CIA. Mapinduzi mengi ukisoma, nyinyi mmesoma kidogo, yanahusu CIA na kuzuia ukomunisti. Niligusia kidogo. 1904 Roosevelt aliongeza hiyo la kwamba tuzuie ukomunisti popote pale duniani. Kwa hiyo Vietnam, wapi huko walikwenda, walifanya hivyo kuzuia ukomunisti. Kwa hiyo Lumumba aliondoka, ni CIA, kazi ya CIA. Na ukisoma kitabu kimoja Salum, kinaitwa The Dogs of War, alikuwa anaitwa nani mwandishi? Frederick Forsyth. Tulisoma sisi miaka hiyo, kilitoka mwaka 75 hivi, lakini mimi nilikisoma sasa baadaye kidogo miaka 80. Ni kitabu kinachohusu dhania, yani anaandika Frederick Forsyth
the dogs of war, mbwa wa vita. Tunazungumzia sasa, ukisoma unaona yoyote tunayoongea kwamba Marekani wametumia CIA kuhakikisha anapeleka mamluki kina Bernard wale wa Faransa walikuwa askari mamluki, wanaenda wanaushirikiana na watu wachache, wanapindua nchi, alafu wanahakikisha maslahi ya Marekani na mataifa magharibi yanalindwa. Kwa hiyo ukianzia Zaire wakati huo, sasa ni DRC, huko kwa Seychelles kote, na sisi vikosi vyetu vilienda Seychelles kuzima majaribio na kadhalika. Kwa hiyo ule ulikuwa ni wakati mwingine ambapo Marekani ilibidi itumie CIA kuzuia ukomunisti na kulinda maslahi ya kiuchumi ya Marekani. Kwa hiyo huku Afrika walitumia majasusi. Kule Latin America walikuwa wanaingia wenyewe. Umeona? Kwa hiyo jamii yetu sasa hivi itakiwa ihangaike sana na kusoma. Hii social media haitoshi. Itakiwa watu wasome, waangalie historia tumetoka wapi, kwa sababu hata ukiangalia Venezuela, chama cha kisosialisti na mfumo wote ule uko pale pale, ila Delcy Rodriguez anakuwa rais, anaungwa mkono na Marekani. Sasa umebadilisha nini? Umebadilisha mtu, umeona, sio mfumo. Kwa hiyo unaweza mtu ukawa umetafsiri tu kwamba Marekani wakati mwingine inaweza kukuletea mtu ambaye akawa ndio kabisa anakuangua kila kitu, kumpelekea bwana aliyempa hiyo kazi na utamlinda. Mobutu alilindwa na Marekani. Ziara yake ya kwanza Mobutu Marekani mwaka 66 kitu kama hivi, alipokelewa na George Bush. Alipokelewa na nani? George Bush, Kennedy. Alitajwa kuwa kwamba you are the great leader of Africa. Nadhani alikuwa George Bush, baadaye alikuja kumwambia you are the great leader of Africa, ni kiongozi mkuu wa Afrika. Umewekewa zulia jekundu. Lakini walipokuwa hawamhitaji Mobutu, akawa yani ni dikteta wa kutupwa. Hafai kabisa. Lakini walipohitaji Mobutu kwa ajili ya kupambana na MPLA, ile MPLA ni chama cha kilichoikomboa Angola, akina Agostinho Neto wale. Sasa MPLA ilikuwa na kina sisi nchi za mstari wa mbele, wale walikuwa wanaonekana wako upande wa kijamaa. Kwa hiyo ulikuwa unahitaji UNITA ikiongozwa na Savimbi Jonas. Unamsaidiaje Jonas Savimbi apambane na wale wanaolinda maslahi ya Urusi ya nchi za kijamaa? Unamtumia Mobutu. Kani wa nini huko? Kumbe baadaye tukaanza kuona ile hatua za kuingia kumuondoa Mobutu. Aliondoka 96. Kwa hiyo watu walijipanga baada ya kuona sasa huyu hafai, hatumhitaji. Kwa hiyo kujibu swali lako, yani ndio maana nimeenda deep kidogo kwamba haya madogo sana. Watu wanatakiwa wasome, waelewe, na hizi nchi zetu zinatakiwa zijitambue. Ni kwa sababu kubwa hiyo ya tuwe makini sana inapotokea Marekani haikupendi vivi tu. Hata siku moja wanakuwa na kitu chao. Ndio maana hata kule Nicaragua, Venezuela, tunaona tena wanaanza kubadilisha kidogo. Nimeona jana juzi kule Marekani wanaanza kusema hakuwa na maana ya kutaiendesha ile nchi, lakini jana tena anaongea kwenye Air Force One anasema kitu kile kile, we run the country. Wale wenzake kina Marco Rubio wanasema sio, hakuwa na maana hiyo. Ule ni ukoloni, yani kuongoza nchi, kuendesha nchi, si ndio ule ukoloni narudi. Lakini watu wa Latin America katika kitu ambacho wanakiofia sana, wana mashaka nacho sana, ni wa Marekani. Wanaofia sana kurudi kwenye zile zama za kwa hiyo ile retorika haikuwa nzuri. Sijui wataiweka vipi kwamba unaiongoza nchi bila ridhaa ya watu. Sawa, tuangazie sasa katika hicho ambacho umekizungumza. Baadhi ya nadharia zinasema kwamba Maduro alifanya makosa ambayo yalitumika kama uchochoro na Marekani kwa ajili ya kuweza kumuondoa kwa nguvu katika nchi yake. Na wengine wakisema kwamba ni muhimu sana kwa viongozi wa Afrika pia kuangalia kutoweka mazingira ya kuonekana wana makosa au mazingira ya kutoonekana kwamba hawakubaliki katika nchi zao, ili kupunguza uwezekano wa matukio ya namna ile kutokea. Kwa kuona Maduro kwangu mimi hakuwa mwanademokrasia, na chama chake na utawala wake hakuwa
kusikiliza maoni tofauti. Hayo ni ya msingi tu katika utawala wote. Lazima watu wawe na mawazo tofauti, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kushiriki chaguzi, vyama vile. Demokrasia ndio ina msingi wake huo, uwakilishi na ushiriki. Kwa hiyo Maduro hakuwa na sifa hizo na chama chake. Ila sasa ninapokuja kwenye si kwamba nasikitika kwamba amemuondoa yeye kwa sababu hakuwa kiongozi mzuri. Ila kinachonitia mashaka mimi na wengi wa aina yangu ni pale nchi moja inapokuwa na jukumu la kuwa polisi wa dunia na hata yenyewe ina machangamoto zake inapofanya hivyo. Na maana sasa wakati mwingine haya mambo yatokee ndani ya nchi husika, wasaidie nchi husika ifanye hayo, lakini unapoingia sasa una maana kwamba sasa Putin, tulikuwa tunahangaika hapa wanasema Putin amekosea kwenda Ukraine. Sasa Putin sana mimi nimekufanyaje sasa? Sasa mimi nilikwenda kule nilikuwa na interest za Ukraine isiingie NATO, Ukraine isiingie Umoja wa Ulaya kwa sababu ya maslahi ya Urusi. Kwa hiyo na yeye alikuwa anasemwa amekiuka international law, sheria za kimataifa. Na ndio moja sababu ya watu kuambia tuitenge Urusi kwa hilo. Sasa tutaitenga Marekani kwa kuvunja sheria ya kimataifa yake. Kwa hiyo unaona sasa unatengeneza precedent, yani unatengeneza kitu ambacho kinaweza kupelekea sasa China ambayo inaitamani Taiwan iingie ichukue. China wakiingia kijeshi Taiwan, tunafanyaje? Tunaitisha kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuitenga China. Kwa hiyo jambo ambalo linatafakarisha sana. Hatuwezi kuwa na dunia ambayo mmoja anaamua juu ya wengine. Nimekujibu vizuri sasa. Sasa tumalize kwa hili. Tumeona kwa mara kadhaa Venezuela alikuwa na ushirika na mataifa ya kikomunisti, ikiwemo pia Urusi pamoja na China. Na tunasema ni muda mchache tu kabla ya kutokea tukio lile kulikuwa na ujumbe wa Rais Xi Jinping uliokwenda Venezuela. Pengine China na hizi nchi ambazo zilikuwa zinaunga mkono Venezuela zina jukumu lolote la kufanya kwenye kile kilichotokea, ama lina wajibu wote wa kufanya kwenye kile kilichotokea kwa Venezuela? Hawana jibu jepesi kwa sababu kubwa ya Venezuela kuungwa mkono na Urusi na China ilikuwa pia hizo nchi ziliwekwa vikwazo na jumuiya ya kimataifa ikiwemo Urusi kwenye mambo ya biashara au mafuta. Venezuela na mafuta na ilikuwa inahitaji msaada wa kijeshi, si ndio, silaha. China na Urusi ilikuwa ikisaidia Venezuela kufanya hivyo, lakini hawana pesa Venezuela za kulipa. Kwa hiyo walikuwa wanafanya mali kwa mali, wanalipa mafuta kwa mambo ya kijeshi. Naona waliopata hasara sasa hivi ni wale ambao walikuwa wanasubiri mafuta alafu wana hela zao na waweza kulipwa hawana. Kwa hiyo Marekani ilichokifanya sasa hivi imeondoa ile uwezekano wa nchi hizo kupata mafuta kutoka Venezuela kwa kile ambacho walikuwa wanaisaidia Venezuela. Na ndio dunia ilivyo. Na sasa tunaona Marekani inaweza kufanya nchi hizo sasa ziogope kuwekeza hizo nchi kwenye baadhi ya nchi, kihofia kwamba je, Marekani ikiingia ina maana tutapoteza uwekezaji wetu katika nchi husika. Kifupi tunaweza tukasema habari ya Venezuela kwenye nyanja nzima au sekta ya kiuchumi ndio imeishia hapa kwa kile kilichotokea, kwa sababu tunaona sasa Marekani itaenda pale kwa ajili ya kuchukua zile rasilimali ambazo zipo pale. Hii Venezuela katika miaka kadhaa inayokuja tutaiona ikiwa wapi pengine kiuchumi? Dunia ilivyo haisimami. Dunia inakwenda siku zote. Marekani itakuwa na uchaguzi pia ndani ya miaka 4 ijayo. Marekani inaweza kuwa na rais mpya akana mtazamo tofauti, lakini Marekani inaamini pia katika demokrasia ya chaguzi. Kwa hiyo mwisho wa siku Venezuela itabidi ifanye uchaguzi, hata huyu ni wa muda. Ukumbuke kwamba Hugo Chavez alichukua nafasi ya kiongozi ambaye alikuwa kibaraka wa Marekani. Wakasema rasilimali zao zinaondoka, Hugo akaingia na msimamo wa kijamaa wa kulinda maslahi ya Venezuela, akapata urais. Na baadaye akaondoka akaingia Nicolas Maduro akiwa na misimamo hiyo hiyo katika mahusiano na Marekani, tunalinda mafuta yetu na kadhalika ili tupate faida zaidi. Kwa hiyo endapo utajiri wa Venezuela na makampuni ya Kimarekani yanayokuja kuchimba mafuta yataonekana yanachota zaidi
watu wana hali ngumu na uchaguzi unakuja, yaweza akatokea Chavez mwingine, akatokea Nicolas Maduro mwingine, huyu naye wakamtupa aliyekopa sasa hivi, wakaambiwa kwamba ni kibaraka. Ndio siasa zilivyo za dunia. Sasa Marekani wataingia kumlinda kwa gharama zote, hatujui, bado ni mapema mno kuona. Lakini kimsingi ni nchi tajiri. Miaka ya 50 Venezuela ilikuwa na uchumi unaofanana na Ujerumani Magharibi. Ilikuwa ni nchi ambayo ina uchumi mkubwa sana. Hali za maisha zilikuwa nzuri sana. Wakati walikuwa na urafiki na Marekani, na walikuwa na wanatumia vizuri rasilimali zao. Lakini kaja miaka ya 90 hali ikawa ngumu zaidi. Ndio maana hata kina Hugo Chavez wakaingia. Sawa. Mtazamaji, tulikuwa hapa tukizungumza na Majid Mjengwa tukiangazia hali jinsi ilivyo pale nchini Venezuela mara baada ya kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro kwa amri ya rais wa Marekani Donald Trump. Tumeyazungumza mengi hapa na mimi nikushukuru sana Majid Mjengwa. Tutapata nafasi pia wakati mwingine wa kuyazungumza mengi. Karibu sana. Asante sana. Shukrani sana. Na mimi ni Salumu Amani. Hadi kufikia hapo sina ziada. Nakukumbusha kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Twitter, X kwa sasa, Facebook, lakini pia TikTok kwa jina la Kawabe Media. Na usiache kusubscribe channel yetu YouTube hapo. Kugusa alama ya kengele hapo kwa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zote tunazozileta kupitia channel hii. Asante na kwaheri.